Tanzania imeadhimisha miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambapo serikali inajivunia mafanikio katika nyanja mbalimbali ikiwemo elimu, afya, miundombinu na uchumi. Mbio za kuelekea tamasha la Twenzetu kwa Yesu kwa mwaka 2026 litakalofanyika katika viwanja vya Tanganyika Packers Kawe Juni 13 zimezinduliwa rasmi leo. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameiasa jamii kukemea na kujiepusha na vitendo vya udhalilishaji vinavyofanywa na wanawake hususan katika mitandao ya kijamii. Viongozi mataifa mbalimbali ulimwenguni wameelezea mshtuko na kisha faraja kwa kukamatwa mtu anayeshukiwa kufyatua risasi akimlenga rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington. Habari za sasa mtazamaji, na karibisha katika Upendo TV habari. Jina langu ni Jillian Sikawiche, nitakuletea hapa habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapa baadaye basi tutakujia hapa utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Na tuanze na habari hii kutoka kule mkoani Morogoro. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema katika miaka 62 ya muungano wa Tanzania mafanikio makubwa yapatikana katika nyanja mbalimbali ikiwemo elimu, afya, miundombinu na uchumi. Amesema hayo katika maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar katika mkoa wa Morogoro, ambapo amesema mkoa wa Morogoro umepiga hatua kimaendeleo kutokana na usimamizi na utekelezaji mzuri wa miradi ya kimkakati na kuimarisha huduma ya usafiri wa treni ya mwendokasi SGR, kuimarika kwa huduma za afya sambamba na kuongezeka kwa fursa katika nyanja za kielimu. Vijana hawa ambao wanaendelea kufaidi matunda ya muungano na wazee sisi ambao tunaendelea kufaidi matunda ya muungano, tunayo haja na hoja ya kuhakikisha tunaendelea kutoa elimu namna ya tulikotoka, tulipo na tunakotaka kuelekea kupitia muungano wetu huu adhimu ambao viongozi wetu wakuu, Rais wa kwanza wa Tanganyika Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Rais wa kwanza wa Zanzibar marehemu Sheikh Abeid Amani Karume walisimamia jambo hili wakijua kwamba Tanzania ni nchi ambayo itaendelea kuwanufaisha Watanzania wote bila ya kujali rangi, kabila wala dini. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesema muungano wa Tanganyika na Zanzibar utaendelea kuwa wa mfano duniani kote, ambao unaendelea kukua na kuimarika na matunda yake yanaendelea kuwanufaisha Watanzania wote. Rais, kila halmashauri ya Morogoro ina hospitali ya wilaya yenye viwango kama hivi ulivyoviona hapa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hospitali ya mkoa iko hapo na hospitali ya wilaya iko hapo kama kilomita 30 kwenda hapo mbele. Tuna hospitali ya wilaya ya Morogoro 10 zaidi, tuna hospitali ya wilaya ya mkoa ya rufaa. Tukienda huku kama kilomita 50 tuna hospitali ya wilaya Gairo, pembeni tuna hospitali ya wilaya Kilosa. Maana yangu nachosema ni kwamba ule mtandao wa matibabu kwa huduma kubwa za afya, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Zanzibar, kwa uhakika kabisa na watu wamelithibitisha, Tanzania iko mstari wa mbele katika kuwapa huduma za afya wananchi wake. Naomba nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Aidha, makamu wa pili huyo ameadhimisha miaka 62 ya kuungana kwa kupanda mti katika jengo la stendi ya treni ya SGR Kihonda, mti katika hospitali ya wilaya ya Mvomero na chuo cha ualimu Dawaka mkoani Morogoro. Na turejea hapa jijini Dar es Salaam, ambako mbio za kuelekea tamasha la Twenzetu kwa Yesu kwa mwaka 2026 litakalofanyika katika viwanja vya Tanganyika Packers Kawe Juni 13 mwaka huu zimezinduliwa rasmi, ambapo vijana wametakiwa kujiepusha na maovu mbalimbali yakiwa matumizi ya dawa za kulevya na ulevi ambavyo vimeendelea kukwamisha ndoto zao za maisha. Wito huo umetolewa na msaidizi wa askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi Mashariki na Pwani
Chede Luiza wakati wa ibada ya uzinduzi wa tamasha hilo uliofanyika katika ushirika mteule wa Geza Ulole Kigamboni, ambapo amewahimiza vijana kuwa na imani thabiti ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Wewe utakapoonekana, wewe utakapokuwepo popote, ama baba yupo au mama yupo, wazazi wapo, ndugu hawapo, walezi hawapo, lakini popote pale utakapokuwepo, uonekane ni kijana mpya, kiumbe kipya. Leo napenda nione Geza Ulole, Bwana Yesu asifiwe, Geza Ulole wakiwa watu wa kwanza kufungua mlango wa twenzetu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Katibu mkuu wa dayosisi hiyo Goodluck Nkini amewaomba washirika na Watanzania wote kuendelea kuunga mkono Upendo Media kwa kufanikisha mipango mbalimbali ili kuendelea kumhubiri Kristo bila kujali itikadi za kidini. Chombo hichi ambacho kinafanya hii kazi sasa tuendelee kushirikiana katika jambo hili la twenzetu kwa Yesu mwaka wa 2026. Kila mmoja aone analo jukumu la kuwaleta vijana waende kwa Yesu. Usiangalie dini, usiangalie ni wa wapi. Kijana yeyote unayeweza kumleta kwa ajili ya jambo hili, mlete hata masaa 12 ya kusema Yesu, 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 Yesu ni wimbo utakaobaki kwenye maisha yao. Na kila mmoja aone anao wajibu wa kuchangia. Tiketi ni shilingi 5,000. Jiulize, mimi nimepeleka wangapi? Hawa kwangu watakapokwenda na hela ya kuwasomesha nje, mimi nitawazuia wasiende kukodisha magari wakagonga watu wakawekwa ndani? Nitawazuia wasiende kufanya biashara za madawa kulevya? Nitawazuia wasiende kwenye mazingira mabaya akavuta shishi na kadhalika? Weka sadaka hiyo iwalinde. Mkurugenzi mtendaji wa Upendo Media Nengida Johannes ameomba wazazi na washirika kuhakikisha wanashiriki kamilifu katika tamasha hilo ili kwa pamoja, huku baadhi ya washiriki wa uzinduzi wa tamasha hilo wakisema tamasha la Twenzetu kwa Yesu limeendelea kwa baraka kwao kwa kuwa na ukumbusho muhimu wa kukaa nyumbani mwa Mungu kwa shangwe. Kumbu moja nilionayo ya mwaka jana ni mwimbaji anayeitwa Boaz Duncan. Vijana wale walivyoimba pale, wengine walilala chini, wengine walilia, wengine waliomba na wengine waliokoka. Bwana asifiwe. Mwingine mmoja alikuja kutoa ushuhuda pale ofisini akasema, nilikuja na panga kwenye tukio hili ili niondoke na kichwa cha kijana mmoja kwenye tukio hili. Lakini alivyokuwa na Duncan Boaz alilala, akajihubiria mwenyewe, akaja akatoa ushuhuda mwenyewe pale ofisini, mimi Yesu ameniokoa na ni kijana mwema sasa, na anaimba kwaya sasa katika sharika zetu na mitaa zetu. Watu wanaokuja wakifikiri kwamba wanakuja kukutana na ibilisi, wanakuja kukutana na Yesu live wenyewe moja kwa moja. Usiache mtoto wako kumpeleka kwenye matukio haya ambayo Yesu anatamkwa au Yesu anahubiriwa. Kwa majina naitwa Elizabeth Rufingo, ni mkazi wa Buza. Kwa kweli Twenzetu kwa Yesu, kwanza ufunguzi wake umekuwa ni wa kishindo. Yaani ninawashauri vijana wote na watu wote wasikose kwenda Twenzetu kwa Yesu ile siku ambayo imepangwa. Kwa majina naitwa Urida Cleophas, natokea usharika wa Magogoni. Twenzetu kwa Yesu ya siku ya leo imependeza sana, imefana sana, na tumejipanga kwa ajili ya kushiriki vyema, kwa ajili ya kumsifu na kumtukuza Mungu. Kwa jina naitwa Rogate, nimetokea Magogoni. Tamasha kama hili ni nzuri sana kwa vijana, inaelimisha, ni vijana wanakuja huku wanajifunza mambo mengi. Jina naitwa Mwalimu Innocent, ndio sharika wa Mbagala. Kwa kweli inaonekana mwaka huu itakuwa ni ya kipekee zaidi kuliko mwaka jana, maana kila siku inavyobadilika watu wanazidi pia kuhamasika. Umeona pia kumekuwepo na vitabu pia vingi vimeshambuliwa kwa wakati vimekwisha, kuonyesha kwamba mwaka huu pia inaweza kawa ya hali ya juu zaidi kuliko mwaka jana. Na watu wamehamasika, wamenunua t-shirts, wamenunua zile kadi na zile ambazo tumefika kwenye ibada siku ile pia zimekwisha. Tunaamini kwamba hata watakaokuja baadaye either atakosa uchaguzi nyingine. Wito wangu kwa vijana waendelee kumtumikia Mungu wakiwa kanisani, maana ndio sehemu ambayo ni salama. Wakaa mtaani kuna mambo mengi ambayo yanavunja moyo, lakini wakija kanisani wanaweza kupata neema
na baadaye kumtumikia siku hadi siku. Kauli mbiu ya tamasha la mwaka huu ni Be the Star. Tukutane basi pale Tanganyika Packers Kawe tarehe 13 Juni mwaka 2026 ukiwa na t-shirt pamoja na ticket. Tuangazie tena habari hii nyingine kutoka kule makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameiasa jamii kukemea na kujiepusha na vitendo vya udhalilishaji vinavyofanywa kwa wanawake hususan katika mitandao ya kijamii. Amesema hayo wakati wa kilele cha tuzo kwa wanawake waliofanya vizuri katika sekta mbalimbali maarufu Malkia wa Nguvu Kanda ya Kati zilizofanyika mkoani Dodoma, ambapo amesema udhalilishaji huo unapaswa kukemewa na kila Mtanzania ili kusimamia heshima ya mwanamke katika jamii. Umiza kuliko vyote ni ukikuta mwanamke amedhalilishwa alafu mwanamke mwingine anashabikia. Sisi wengine tukitazama tunasema anadhalilisha dada zetu, mama zetu, watoto wetu wa kike. Lazima kila mtu aone jambo lile linadhalilisha wanawake na linadhalilisha wanaume. Hebu tuanze kukemea mambo yanayodhalilisha wanawake wa taifa letu. Tuanze kusimamia heshima ya mwanamke wa Kitanzania. Tukiweza kusimamia heshima ya mwanamke wa Tanzania, ndipo tutakapoweza kusema kweli tunaweza kumletea maendeleo Mtanzania. Aidha, Balozi Dr. Nchimbi ametoa rai kwa wanawake nchini kwa kushirikiana na jamii kwa ujumla kuchukua hatua katika kukabiliana na mmomonyoko maadili kwa watoto kutokana na kuwepo kwa tabia ya watoto kujiingiza katika matumizi ya mitandao ya kijamii ambayo imekuwa ikiwekwa maudhui yasiyofaa. Sasa hivi katika dunia nchi nyingi tu zinachukua hatua. Sisi hatujaanza kuchukua hatua. Nchi za Ulaya zaidi ya 5 sasa zimeanza kuchukua hatua hata ya kusema umri gani unaweza kuangalia mitandao ya kijamii. Kuna nchi zingine zimesema kuanzia miaka 15, nyingine zimesema kuanzia 16. Yaani wanajaribu kudhibiti watoto wasiingie kwenye mitandao na kuona kila kinachowekwa kwenye mitandao, kwa sababu wanajua kwamba matokeo yake ni uharibifu kwa mataifa yao. Sasa kama wenzetu wa Ulaya wanaona kwamba mitandao ya kijamii kwa watoto wao wanaweka udhibiti kwa sababu itaharibu watoto wao, sisi watoto wetu watatoka salama? Hawawezi kutoka salama. Ndio maana na sisi lazima tuanze kuona namna tunavyoboresha malezi ya watoto wetu. Wanawake wa Tanzania wakifika mahala wakasema malezi ya watoto wa Kitanzania haya wahusu, taifa letu ndani ya miaka 10 litakuwa sio taifa tena, itakuwa ni upuuzi mtupu katika nchi yetu. Ameongeza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kujenga maendeleo ya nchi, kuinua ajira na kutengeneza fursa pamoja na kuzingatia nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa taifa. Kwamba wanawake wengi wanaotaka maendeleo, wanawake wengi wanaojituma wapo zaidi kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo serikali yenu itaendelea kufanya kila jitihada kuona kwamba uhusiano wake na sekta binafsi ambao unalenga katika kujenga maendeleo ya nchi yetu, kuinua ajira na kutengeneza fursa, itaendelea kuzingatia nafasi ya mwanamke katika ujenzi wa nchi yetu. Katika kilele cha tamasha hilo la Malkia wa Nguvu Kanda ya Kati, wanawake mbalimbali wamepata tuzo kwa kutambua mchango wao katika sekta mbalimbali ikiwemo ujasiriamali, ubunifu, utumishi wa umma na uongozi. Tukitoka huko Dodoma basi tukite kambi mkoani Arusha. Serikali imesema imedhamiria kujenga shule mpya 830 zikiwemo shule 103 za amali ili kuimarisha elimu ya sekondari hapa nchini. Hayo yameelezwa na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya elimu Dr. Festo Ndugage
akimwakilisha waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Riziki Shemdoe katika mahafali ya 21 ya kidato cha 6 yaliyofanyika katika shule ya sekondari Longido iliyoko mkoani Arusha, ambapo amesema ujenzi huo utajumuisha shule za bweni za wasichana. Hivi sasa serikali yetu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuimarisha elimu ya sekondari kwa ujenzi wa shule mpya za sekondari 830 zikiwemo shule mpya ngazi ya kata 694, shule mpya za sekondari za bweni za wasichana ngazi ya mkoa 26, na nyinyi mkoa wa Arusha iko hapa Longido, shule mpya za amali 103, shule za bweni za wavulana 7, ujenzi wa mabweni ya wanafunzi 625, lakini pia umaliziaji wa maabara za science 132, ujenzi wa nyumba za walimu 459 na umaliziaji wa mabwalo 3. Aidha, ameahidi kushughulikia ujenzi wa bwalo la shule ya sekondari Longido litakalogharimu kiasi cha shilingi milioni 700, huku mkuu wa wilaya Longido Salumu Mkali akiwahimiza wazazi na walezi wa jamii ya kifugaji kuwasomesha watoto kwa kuzingatia usawa wa kijinsia. Moja ya changamoto ambayo mmeisema kwa wingi na kwa kurudia sana ni changamoto ya bwalo, na hapa nimemuuliza mkuu wa shule na Mheshimiwa mkuu wa wilaya wameniambia tunahitaji takriban shilingi milioni 700 ili kujenga bwalo zuri kubwa na la kisasa kwa ajili ya shule yetu hii. Naomba niwahakikishie ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na mimi leo kama mgeni rasmi kwa niaba ya waziri tumelichukua na tutakwenda kuleta fedha kwa ajili ya kujenga bwalo la watoto katika shule yetu hii. Niwaombe sana wazazi, hawa watoto waliosimama mbele wameimba Kimasai, lakini wamewaambieni somesheni watoto. Watoto wote, mtoto wa kike, mtoto wa kiume, wote ni sawa. Leo watoto watakuja kuwa madaktari, watakuja kuwa mainjinia, marubani, wanasheria, watakuja kuwa wakuu wa wilaya. Wengine hapa wako wengi tu ambao watoto hao wana uwezo mkubwa. Tuwasomeshe watoto. Mkuu wa shule ya sekondari Longido Mwalimu Justin Swai amesema shule hiyo imeendelea kufanya vizuri katika taaluma, huku mwanafunzi Cyprian Jackson akitaja mafanikio wanafunzi waliyopata wakiwa shuleni hapo. Katika matokeo ya kidato cha 6 mwaka 2025 tulikuwa na jumla ya wanafunzi wapatao 418 na walifanya ambao ndio wanaofanya mtihani, na katika hao wanafunzi 418 121 walipata daraja la kwanza kwa maana division 1. Division 2 walikuwa 216, division 3 walikuwa 79, division 4 walikuwa 1 na division 0 1. Kwa mwaka 2026 tunalenga kupata ufaulu wa division 1 na division 2 pekee kulingana na maelekezo na malengo ya mkoa. Mafanikio haya yanachangiwa kwa kiasi kikubwa na walimu wetu kufanya kazi kwa mshikamano kama timu moja, wakifundisha kwa bidii kubwa, ikiwemo kufundisha hata masaa ya ziada na wakati mwingine hata usiku. Tumefanikiwa kujipima kitaaluma kupitia mitihani ya ndani na ya nje, mazoezi mbalimbali na majaribio yaliyotuweka sawa kwa ajili ya mitihani ya taifa. 2. Tumefanikiwa kudumisha umoja na mshikamano kwa wanajumuiya ya Longido, majirani pamoja na wageni kutoka nchi kama vile wageni kutoka Uholanzi. 3. Tumefanikiwa kuanzisha miradi na vilabu mbalimbali vya kimasomo na uelimishaji kama vile kisa na ufugaji wa kuku. Wakizungumza kwa niaba ya wazazi na walezi, Isaya Laiza na Sohada Athmani wamewashukuru walimu na uongozi wa shule hiyo kwa kuwajenga wahitimu katika maadili mema. Sisi kwetu ni shukrani tu, na watoto wetu ni kwamba Mungu amewapa nafasi, na nafasi hii imetengenezwa na serikali yetu kuendelea kuwekeza sana katika elimu. Elimu ndiyo msingi wa kila mtoto katika nchi hii. Mimi naombea Mungu watoto wangu hawa, Mwenyezi Mungu awajalie katika mitihani ambayo iko mbele yao. Mwenyezi Mungu awape ufahamu waweze kufaulu katika hiyo mitihani. Maana wakifaulu ndo faraja kwetu na faraja pia kwa taifa zima. Na faraja pia kwa walimu ambao wamehangaika nao kwa muda wote huo. Pili, nawashukuru sana walimu kwa kutusaidia malezi hao watoto wetu.
mpaka wamefikia kipindi hiki. Kutoka hapa katika shule ya sekondari Longido iliyoko mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao. Dawati la vijana kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania makao makuu kupitia KKKT Digitali imezindua mfumo rasmi wa kujisajili vijana ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kushiriki kongamano la vijana la kanisa hilo linalotarajiwa kufanyika Agosti mwaka huu Dodoma. Akizungumza baada ya uzinduzi huo uliofanywa jijini Tanga na mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini Mashariki Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Askofu Dr. Msafiri Mbilu na katibu mkuu wa KKKT Rogath Molel, mratibu wa vijana KKKT Mchungaji Frank Mng'ong'o amesema mfumo huo una manufaa kwa shughuli za kanisa hasa kwa kundi la vijana. Katika warsha hii tumeanza rasmi mbio za kuelekea kwenye ushiriki kongamano la vijana KKKT litakalofanyika tarehe 5 hadi tarehe 9 mwezi ule wa 8 pale jijini Dodoma katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Tunawakaribisha, tumia nafasi kuwakaribisha vijana wote walio tayari kushiriki, wanaruhusiwa kuanza kujiandikisha, na kwa neema ya Mungu hivi sasa tumepata nafasi ya kutumia mfumo wetu wa KKKT Digital, ambao mfumo huu ni unaliunganisha kanisa kupata habari mbalimbali. Ukitumia mfumo huu pia unaweza ukajisajili. Tunaalika vijana kujisajili kupitia mfumo huu kuonyesha nia ya kushiriki kongamano, lakini pia na gharama zake na utaratibu wake, kila kitu utakipata pale. Yako mawasiliano kwa njia ya email, kwa njia ya namba ya simu. Kupitia kujisajili kwako utaweza kujiuliza na kujifunza, na zaidi sana utaendelea kupata taarifa za kila wakati kuelekea kongamano letu. Tunawakaribisha vijana wote walika zote, hasa katika kanisa letu la KKKT kujiandikisha na kushiriki ili tuweze kuungana katika kujenga mwili wa Kristo, lakini pia kushirikishana fursa na vipawa mbalimbali katika. Pia ametumia nafasi hiyo kufafanua kuwa jambo hilo limefanyika katika kilele cha warsha ya wenyeviti wa dayosisi za Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na waratibu wao iliyofanyika kwa siku 4 KKKT ushirika wa Mekanjuni, ambapo masuala kadhaa yalifundishwa, yakijadiliwa na kuwekewa maazimio. Namshukuru Mungu katika pamoja na mambo mengi ambayo tumejifunza mahali hapa kupitia wawezeshaji wetu, akiwepo katibu mkuu wa kanisa Bwana Rogath Molel, ambaye ametufundisha mambo mazuri na kutuelekeza namna kanisa linavyofanya kazi na jinsi ambavyo kanisa lina matarajio kwa vijana katika ukubwa wake. Tunashukuru Mungu ametujenga na kutuimarisha, na pamoja na hayo hatujaacha kuwa na maazimio yetu kama viongozi. Tunatarajia katika yale tuliyopatana hapa tutaenda kutekeleza, na sasa tutakuja na moto mpya katika dayosisi zetu na katika sharika zetu kuhakikisha kwamba tunakuwa na mchango wenye matokeo chanya katika sharika zetu na katika huduma hii. Washiriki wa warsha hiyo akiwemo mchungaji Kutona Naomi ambaye ni mratibu wa vijana KKKT Dayosisi ya Mwanga amezungumza baadhi yaliyojitokeza katika warsha hiyo. Kitu ambacho kimejitokeza ni ibada zetu. Vijana wanasema wanahitaji vibe, kwamba anaingia ibadani ana masaa 3 lakini hajapata chochote. Yaani wanatamani kuwepo na kuchangamsha. Lakini tumeelekezwa kupitia kwa mlezi wetu Baba Askofu Dr. Hirinti amesema vibe liende na kuelekeza. Maana yake vibe isiende tu liwe na neno la Mungu, kwamba tunapokusanya vijana ni sawa wataimba watacheza, lakini wajue kwamba Mungu ndiye anayewasaidia. Kwa hiyo tukiwapa neno tukawapa na vibe tutaweza kuwapata vijana. Kwa hiyo naamini mimi ninapotoka hapa katika dayosisi yangu ya Mwanga, ninaamini nitafanya mambo mengi kupitia viongozi wangu wa juu, Baba Askofu pamoja na viongozi wote, tukae nieleze kile ambacho nimejifunza, na ninaamini vijana kwa kweli wataamka kwa staili hiyo. Na baadhi ya viongozi wa vijana pamoja wameshukuru kanisa kwa ubunifu wa digitali. Wameeleza waliojifunza katika warsha hiyo iliyofungua rasmi maandalizi ya kongamano la vijana kwa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Tumejadili mambo mengi, lakini pamoja na hayo ilikuwa ni kijana athaminiwe. Kijana athaminiwe na apewe fursa. Lakini pia kijana na sisi tumehimizwa tujitume. Tuwe na kasi, lakini kasi iwe na chanya. Na hilo ni wazo kubwa tumeondoka nalo sisi hapa, kwamba kasi haitarudi nyuma, lakini kasi yetu tutaelekeza katika mambo chanya. Na hii ni katika kubadilisha na kuendana na dunia inavyoenda, kwamba na sisi tuende katika hali ya
ya kiutandawazi. Ninafurahi kwamba tumekuwa katika warsha ya viongozi kitaifa hapa katika Dayosisi ya Kaskazini Mashariki tangu tarehe 23 na tumehitimisha leo tarehe 26. Katika kuhitimisha huku leo, tunamshukuru Mungu kwamba kama kanisa tumeweza kuwa na uzinduzi wa kidijitali wa namna ambavyo vijana tunaweza kuendesha kazi zetu. Jambo kubwa la kipekee ni kwamba umezinduliwa mfumo rasmi wa usajili wa vijana ambao utahusisha kongamano lile la vijana litakalofanyika Agosti kule Dodoma. Ni wito kwa vijana kwamba sasa hatuna haja tena ya kutembea na makaratasi. Badala yake usajili huu umejikita katika kujisajili tu kidijitali. Kijana anaweza kawa na simu yake popote pale alipo ama kifaa kingine chochote kile akajisajili na kuthibitisha ushiriki wake katika kongamano hili. Haya ni vijana basi tunaandaliwa leo mema mwezi Agosti mwaka huu pale Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka vijana nchini kurejea katika misingi ya mshikamano na kuacha vitendo vinavyoweza kusababisha migawanyiko katika jamii. Akizungumza katika kongamano la UVCCM lilofanyika Tunguu Zanzibar, amesema jukumu la kuendeleza na kuimarisha muungano wa Tanzania liko mikononi mwa Watanzania wote, hususan vijana wa CCM, ambapo amesema anajivunia kuona nchi ikiwa imara, yenye amani na utulivu, lakini akaonya kuwa mshikamano wa Tanzania unaanza kulegalega hatua kwa hatua, hali inayopaswa kutafakariwa kwa kina. Niwaombe sana, rudini kwenye mshikamano. Msiharibu nchi yenu. Kamataneni, shikamaneni. Mkishikamana adui hana nafasi ya kupita. Lakini mkikubali kutenganishwa, adui mnampa njia apite. Kwa vijana wangu, tushikamane ili Tanzania ibakie kuwa moja. Aidha, Rais Samia amekemea matumizi ya maneno na mienendo inayochochea ubaguzi miongoni mwa vijana, akisisitiza kuwa hali hiyo inaweza kuhatarisha umoja wa taifa, huku akiwataka kupendana, kushirikiana na kulinda amani ya nchi ili Tanzania iendelee kuwa moja na yenye mshikamano imara. Vya dini vimesema tumewaleta ili mshikamane wala msifarakane. Sasa vijana sasa hivi mnakuja na maneno tofauti. Kuna maneno yanaitwa shoti, kuna maneno sijui yanaitwa nini. Mnakuja na vitaminology vidogo vidogo vya kufanya mbaguane, muachane, msishikamane. Hili nalikemea sana vijana wangu. Na tuelekee basi kule mkoani Njombe. Wakristo wametakiwa kutambua kuwa dhambi na tamaa za dunia ni sababu zinazopelekea wanadamu kuishi maisha yaliyojaa dhiki. Taarifa Erasto Kikwala kutoka huko Njombe inafafanua zaidi. Amesema hayo Mchungaji Frida Obadia Muyuguye wakati wa ibada ya Jumapili ya 3 baada ya Pasaka iliyofanyika KKKT usharika wa Yerusalemu mtaa wa Hagafiro. Amesisitiza kuwa dhambi ni kichocheo cha maisha ya dhiki kwa mwanadamu. Kwa nini Mkristo tunashindwa kuishi maisha ya imani thabiti? Ni dhambi na tamaa za dunia. Dhambi na nini? Tamaa za dunia. Dhambi na tamaa za dunia. Kwa nini dhambi na tamaa za dunia? Kama Wakristo unajikuta kila siku uko pale pale, kila siku uko pale. Kwa nini unaishi katika dhambi? Kwa nini tunaishi katika dhambi? Na watoto wetu wa sasa tumesema, kuna lugha ile ambayo watu tunasema na wao naikanusha, tunasema yaani watoto hao bwana ni kizazi cha sasa, sio? Ni kizazi cha sasa. Kumbe sio kizazi cha sasa, ila ni matokeo ya wazazi wa. Aidha, mwinjilisti wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania mtaa wa Hagafiro, Alexander William Mtimbuka, amesisitiza Wakristo kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Tunapofanya yanayompendeza Mungu, haya yaliyo matakatifu, na ndipo tunapata kuwa karibu na Mungu na tunapata kufika katika ufalme wake aliotuahidia. Kwa upande wao, baadhi ya washarika wa mtaa wa Hagafiro akiwemo Scholastica Mgimba, Joktani Mgaya na Kapuya Fiavango wamekiri kuwa bila Mungu hakuna linalowezekana,
Hivyo wameeleza kuwa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu ni bora kuliko kujitegemea wenyewe. Wajibu wetu na wito wangu kwa Wakristo wote ni kwamba tumlingane, tumkimbilie Kristo, tumtambue yeye ya kwamba alikuja kutukomboa, nasi tukiri ukombozi huo. Tunapokutana nazo changamoto, tuamini kwamba yuko Yesu atakayeweza kututua, yuko Yesu atakayeweza kutuvusha, yuko Yesu atakayeweza kutusaidia, na tukaishi kwa amani na utulivu tukiwa na uhuru ndani ya Kristo. Ni kazi bure kama haumtegemei Mungu. Kimsingi Mungu ndiye muweza wa yote. Mungu ndiye kimbilio letu kwake. Kwa hiyo sisi kama wanadamu tunamtegemea Mungu kwa kuwa ndiye aliyetuumba, na tunapaswa kuishi kwa kufuata misingi ya Mwenyezi Mungu. Mambo yote tunayoyafanya katika maisha yetu tumtegemee Mungu. Tumtegemee Mungu zaidi bila kutegemea mawazo yetu, akili zetu, nguvu zetu, bila kumtegemea yeye. Nikiripoti kutoka Dayosisi ya Kusini mkoani Njombe, mimi ni Elasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Tukisogea kule Nyanda za Kusini mkoani Mbeya, Wakristo wametakiwa kuwa kielelezo cha kuigwa katika jamii kwa kutenda haki kwa kila mmoja na kujiepusha na vitendo viovu. Taarifa ya Emmanuel Landala inatuelezea kutoka huko Mbeya. Rai hiyo imetolewa na mtumishi wa neno la Mungu Patrick Amon wakati akihubiri katika ibada iliyofanyika katika kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Konde, jimbo la Mbeya Mashariki, usharika wa Sinai, ambapo amesema ni wajibu wa kila Mkristo kuishi kwa haki na uadilifu ili kuwa mfano bora, na si tu kanisani bali pia katika jamii inayowazunguka. Ninazungumza habari za kuwa wadeni wa Mungu wetu ambaye anataka tuishi maisha yenye haki ambayo yana utukufu mbele za Mungu. Tunapofanya mambo ya ajabu kama Wakristo, kama kanisa, ulimwengu unatushangaa. Tunapokula rushwa, wanapo Mungu ametupa neema, tuko kwenye maofisi, watu wanatarajia kuwahudumie, lakini hatuwezi kutoa huduma mpaka uweze kupokea chochote. Nataka nikwambie, ulimwengu unatushangaa kwa sababu sisi si wa namna hiyo. Ndio maana akasema sisi si wa mwili. Tunapaswa tuweze kuishi katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji kiongozi wa usharika huo Samuel Baraka amesema mafundisho hayo yanawahamasisha waumini kumtumikia Mungu kwa roho na kweli, huku akiwasihi kuzingatia kuisikiliza sauti ya Roho Mtakatifu katika maisha yao ya kila siku. Mistari ya kadhaa iliyokwisha kutajwa, napenda kuwakumbusha Wakristo wenzangu popote watakapoisikia sauti hii. Mwandishi anatukumbusha kwamba wale wote wanaongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo iko faida ya kuongozwa na Roho Mtakatifu katika Ukristo wetu, katika utumishi wetu. Ziko sauti nyingi duniani, lakini natamani kuisikia sauti ya damu ya Yesu ambayo ndani yake Roho wa Mungu anasema kwenye nafsi zetu na maisha yetu. Aidha, mchungaji Baraka ametoa wito kwa Wakristo pamoja na wadau mbalimbali kujitokeza kushiriki katika ujenzi wa nyumba ya ibada inayoendelea kujengwa kanisani hapo, huku akisema hadi kukamilika kwake ujenzi huo unatarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 3. Sharika huu wa KKKT Sinai umeanzisha mradi wa ujenzi wa kumjengea Mungu nyumba kubwa na ya kisasa kulingana na majira tulionayo. Na hasa tukijua yako majira ya uamsho yanakuja, nyumba tulionayo haitatosha kwa uamsho mkubwa unaokuja. Kwa hiyo nyumba hii tunapoijenga tunategemea watu wa aina mbalimbali, sehemu mbalimbali watakuja kumwabudia Mungu hapa. Hivyo na waalika Wakristo wenzangu popote na wasio Wakristo unaonisikia, nitakualika pia kupitia sadaka yako ambayo yamkini kwa njia moja au nyingine, popote utakapowiwa kumtumikia Mungu kwa njia ya kumtolea sadaka, ninakualika. Jengo hili mpaka litakapokamilika linakisiwa si chini ya shilingi bilioni 3 na point itakuwa limetimilika, ili tuweze kulitumia kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kumwabudu na kumwadhimisha. Nao baadhi ya waumini wa usharika huo wamesema wamebarikiwa na ibada hiyo, huku wakisisitiza wenzao
umuhimu wa kuyafanyia kazi mafundisho walioyapata ili kuleta mabadiliko chanya katika maisha yao. Ambao nimetoka nayo, tuwasamee wadeni wetu, iwe ni kimwili au iwe ni kiroho, tuwasamee wadeni wetu, ndipo Mungu aachilie nafasi ya sisi kupenyeza vitu vyake vya kimungu vipite kwenye maisha yetu. Kristo sasa hivi tumekuwa na watu wengi ambao tumewaweka mioyoni, wameziba nafasi ya Mungu kupitisha vitu vyake, kwa sababu tumeweka watu sana moyoni, tumeweka maswali mengi moyoni. Hivyo basi ondoa mizigo moyoni ili Yesu apate nafasi kwenye maisha yako. Kuambia Kristo ni kwamba tunatakiwa tutambue thamani ya Yesu kwetu. Kama yeye aliamua kujitoa kwa ajili yetu, kwa ajili ya wokovu wetu, kwa ajili ya dhambi zetu, sisi nasi basi hatuna sababu ya kuacha yale ambayo kwa namna moja au nyingine yanaweza kumchukiza Yesu au Mungu moja kwa moja, kwamba kufanya yale ambayo yanastahili mbele zake. Nikiripoti kutoka usharika wa Sinai uliopo jimbo la Mbeya Mashariki, Emmanuel Lulandara, Upendo TV. Asante sana Emmanuel Lulandara kutoka huko mkoani Mbeya. Basi na tuelekee kule tena mkoani Arusha. Wakristo wamehimizwa umuhimu wa kuendelea kumtegemea Mungu kwa kuwa ndio njia pekee ya kushinda changamoto mbalimbali za maisha pamoja na kukabiliana na maadui. Hayo ni mafundisho ya neno la Mungu kutoka mwinjilisti kiongozi mtaa wa Mlima Sinai usharika wa Migungani uliopo chini ya KKKT Dayosisi Kaskazini Kati mkoani Arusha, Rachel Molel, wakati alipokuwa akihubiri katika ibada iliyoambatana na shukrani ya kufikisha robo mwaka 2026. Wengine wako hospitalini, wengine wamekata tamaa, wengine wamepoteza matumaini, hawajui watatoka nini hospitali, lakini mimi na wewe siku ya leo tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kila sababu ya kulitukuza jina la Bwana. Tuna kila sababu ya kumwimbia Bwana kwa sababu ametenda mambo makuu katikati ya maisha yetu. Aidha, amewataka Wakristo kutokuogopa katika mapito yote kwa kuwa hawapo peke yao, bali Mungu yupo pamoja nao katika kila hatua. Hivyo wanapaswa kuwa na ujasiri kwa kuwa atawavusha katika mapitio na kuwawekea ulinzi. Usiogope, simama kwa ujasiri. Yale ambayo yatimia mwezi wa kwanza hadi tarehe hii, nakwambia usiogope. Ibada hiyo pia imepandwa na sifa pamoja na kuabudu. Tukitoka huko Arusha basi tuelekee kusini mwa Tanzania mkoani Mtwara. Katika kuadhimisha sherehe za miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, serikali imesema imepiga hatua katika nyanja mbalimbali hasa katika sekta ya afya mkoani Mtwara. Mwandishi wetu Christian Gao kutoka huko Mtwara anatujuza zaidi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Donald William Msengi, ambaye amewakilishwa na mkuu wa wilaya Mtwara mjini Abdalla Mwaipaya, ameeleza kuwa serikali imefanikiwa kutoa matibabu bure kwa watu wasiokuwa na uwezo licha ya kutoa ajira kwa utumishi wa umma katika sekta mbalimbali. Kadhalika, mkoa wa Mtwara unatoa matibabu bure kwa wasio na uwezo kwa magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa na mishipa ya fahamu. Kuanzia mwezi Novemba 2025, wagonjwa 106 wamehudumiwa kwa gharama ya shilingi milioni 10.26 kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu. Lakini pia kuanzia mwezi Desemba 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya watumishi 432 wa kada mbalimbali za afya wameajiriwa na kupangiwa vituo vya kazi katika mkoa wa Mtwara. Ndugu zangu viongozi pamoja na wananchi kujiandaa kupokea mwenge wa uhuru utakapowasili katika mkoa wetu tarehe 3 mwezi Mei 2026 kumradhi, kutoka mkoa wa Lindi, na hivyo nitoe rai kwenu kujitokeza kwa wingi kulaki mwenge wa uhuru utakapopita katika maeneo yetu. Naye katibu tawala mkoa wa Mtwara CPA Bahati Jeuzie ameeleza kuwa serikali imedhamiria kuulinda na kuenzi muungano ili kuitunza amani iliyopo nchini, huku akiwataka wananchi kutoa ushirikiano kwa serikali katika kuwaletea maendeleo, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu inasema amani, umoja na mshikamano ni msingi wa maendeleo endelevu. Kwa ujumla tumeamua kuulinda na kuuenzi muungano huu tulioachiwa na wazee wetu. Hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, hatuna budi
kuirithisha historia hii kwa watoto wetu na wajukuu wetu, na ndio maana baadhi yao wako hapa siku ya leo ili waendelee kuitunza Tanzania ya amani kwa manufaa ya Watanzania wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu pia kuwashukuru wote walioandaa sherehe hizi za maadhimisho ya miaka 62 ya Muungano, wakiongozwa na Katibu Tawala Msaidizi Mipango na Uratibu Bwana Abdila Mfinanga. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa tukio hilo, wazee kwa vijana akiwepo Shahara Chitu, Amani Danford Kazimali na Happiness Msau Tiago, wameeleza namna walivyoadhimisha sherehe hizo, huku baadhi yao wakieleza umuhimu wa muungano kwa wananchi. Napenda kuzungumza kidogo kuhusu muungano tunaoadhimisha kwa siku ya leo. Kwa kweli ni swala la kufurahisha wakubwa na wadogo. Hasa mimi nawapa pongezi kwa wale viongozi wa mkoa jinsi waliowahusisha watoto wadogo wahudhurie hii shughuli, wazee wahudhurie shughuli ambayo haijafanyika. Yaani leo kwa siku ya leo mimi nimehudhuria sherehe za miungano nyingi, lakini ya leo wamepanga kikamilifu sana, nzuri sana. Kwa waumini wote wanaamini kwamba muungano haukuanzishwa tu na binadamu. Hata Mungu alianzisha muungano. Alipomuumba Adamu akawa peke yake, akasema haiwezekani kuwa peke yake huyu, ngoja nitamfanyizia msaidizi. Kwa hiyo akamfanyizia msaidizi, wakawa watu wawili, Adamu na Hawa. Kwa hiyo hata wazazi wetu, wazee wetu Karume na Nyerere walipoangalia nchi hizi baada ya kupata uhuru, wakaona ili iwe njema na iwe vizuri, ikamilike katika mambo ya ulinzi na uchumi na usalama, wakaona afadhali tuanzishe muungano. Kwa hiyo walipoanzisha muungano umetuletea faida kubwa sana, hasa katika ulinzi na uchumi na undugu pia. Sasa hivi Watanzania bara na Watanzania visiwani ni ndugu kabisa. Kama bila muungano hizi nchi zisingekuwa na undugu namna hii. Hii inatukumbusha tulikotokea. Unajua kitu chochote unapokirudia katika kuadhimisha huku, unakumbuka kumbe kulikuwa na kitu ambacho kilifanyiwa na kilianzishwa. Sisi tulikuwa sehemu ya watu wawili. Na sasa ukiacha, hata vizazi vinavyokuja havitajua kwamba muungano, hii nchi ya Tanzania ilikuwa nchi mbili na mpaka sasa hivi inaendelea kwa sababu ilianzia. Kwa hiyo wakisahau kufanya maazimisho inaweza ikasahaulika kabisa. Nilikuwa nasikia tu kama unavyojua sisi vijana, ukisikia tunabeza kama hivi tunapuuza, yaani sijui nini maana muungano. Ila leo nashukuru nimepata faida kubwa sana na nimetoka na somo kubwa sana. Nimejifunza vitu vingi sana ikiwemo umoja, upendo na ushikamano. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV. Asante sana mwandishi wetu Christian Ngao kutoka huko Mtwara, na tuelekee kule Songwe. Wakristo wametakiwa kujishikamanisha kikamilifu na Mungu kwa kuishi maisha yanayodhihirisha imani yao kwa matendo, wakikumbushwa kuacha mienendo isiyompendeza Mungu na badala yake kuwa watoto wa Mungu wanaonyesha mfano bora katika jamii, hatua itakayowezesha kuurithi ufalme wa Mungu kupitia maisha yao ya haki na utii. Taarifa yake Nicholas Ndabila inafafanua zaidi. Akihubiri katika ibada iliyofanyika katika usharika wa Mloo, mchungaji kiongozi usharikani hapo Haswile Mwalwiba amewaeleza Wakristo kuwa duniani kunao baba wawili, yani Mungu na Shetani, akiwataka Wakristo kuamini kuwa baba yetu ni Mungu na ndiyo maana sisi tu watoto wake ambao tunajiandaa kuurithi ufalme pamoja na Yesu. Sisi tumeisha takaswa, sisi tumeokolewa kama anavyosema katika Injili ya Yohana kwamba wale wote waliompokea walifanyika kuwa watoto wa Mungu, nao ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo tukimpokea Yesu na Roho Mtakatifu akiwa kwetu, hapo tunathibitishwa kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Sisi ametupa uzima wa milele, na uzima wa milele huo ni ule ambao Adamu aliukosa. Bwana Yesu asifiwe. Uzima wa milele huo ni ule ambao Adamu aliukosa, lakini watu wengine ambao hawana Roho Mtakatifu, hao hawawezi kumwita Mungu kuwa baba yao, sio wana wa Mungu, sio watoto wa Mungu. Hata kama unasali sana, lakini kama hauna Roho Mtakatifu, wewe sio mtoto wa Mungu. Katika hatua nyingine, ili kuendeleza juhudi za kanisa kwenye kuwekeza katika miradi mbalimbali, Wakristo wameendesha harambee ya zoezi la uchangiaji fedha ili kufanikisha ununuzi wa gari, ambapo zaidi ya milioni 36 zimepatikana,
ambapo mwenyekiti wa kamati ya ununuzi wa gari hiyo amesema usharika ulidhamiria kununua gari hiyo ikiwa ni kuleta ufanisi na kurahisisha huduma za usafiri kwa vikundi na kwaya mbalimbali usharikani hapo. Ni kuleta ufanisi, kurahisisha huduma za usafiri hapa kanisani kwa kuwezesha makundi ya usharika, mfano kwaya zetu, wamama, wababa, vijana, watoto wetu na washarika kwa ujumla wanapotaka kuhudhuria makongamano, semina, misiba ya Wakristo wa usharika na huduma mbalimbali za uinjilisti nje na ndani ya kanisa la Mlowo. Mgeni rasmi katika harambee hiyo, ndugu David Mahenge, amesema jambo linalofanywa na usharika wa Mlowo sio tu ni kwa ajili ya faida ya usharika huo, bali ni ushuhuda tosha ambao Wakristo wanatakiwa kujivunia ya kuwa chombo hicho kitasaidia watu mbalimbali. Mimi kwa majina naitwa David Dickson Mahenge. Ambacho tunaenda kununua kitatusaidia watu wengi. Kitatusaidia watu wengi. Kuna mambo mbalimbali ambayo yanastakiwa kutuwe na gari. Lakini sasa sisi kama familia, jumla ya fedha ambazo tutatoa shilingi milioni 10. Wakizungumza na Upendo TV, baadhi ya waumini katika usharika huo wamesema wanashukuru Wakristo wote kwa namna walivyojitoa katika jambo hilo, wakisema wanayo furaha kuona wanashirikiana katika kuendeleza miradi ya kanisa, wakieleza kuwa itakuwa ni rahisi katika utendaji kazi, huku wakiwasihi Wakristo kujitoa kwa vitu walivyonavyo ambavyo wamepewa na Mungu mwenyewe. Kipekee nipende kushukuru sana Wakristo wote wa Mlowo, maskini na tajiri, ndugu zetu, jamaa na marafiki waliohusika mahali hapa kwa ajili ya kutuunga. Ni hakika wamefanya upendo juu yetu. Kwa mfano, tulikuwa tumeenda kufungua shule ya chekechea pale Kimondo. Tulipata shida sana, wengine walitembea kwa mguu, wengine kwa baisikeli, wengine kwa magari ya Wakristo, lakini kwa kubanana sana. Kwa hiyo ikasababisha kufanya ibada kwa kuchelewa, lakini tunamshukuru Mungu tukafanikisha. Lakini hapo katika eneo la Kimondo tukaomba Mungu kwamba siku ya tarehe 26 mwezi wa 4 tufanikishe tupate usafiri mkubwa kwa ajili ya injili ya Bwana. Kwanza tunaona katika miradi hii inayoanzishwa na usharika inatusaidia sana katika kuendeleza shughuli mbalimbali, ikiwemo uinjilisti kwa njia ya kwaya kusafiri kwenda sharika nyingine na dayosisi nyingine, pia vikundi vya kina mama katika usharika wetu wa Mlowo. Kwa njia hiyo tunapata kutangaza kanisa letu la Kiinjili ya Kilutheri kwa usharika wa Mlowo. Kwa hiyo hakuna mtu asifikiri kama hana cha kutoa au hana pesa wala dhahabu. Vitu viko vingi ulivyonavyo. Hata mboga za majani unaona zinauzwa shilingi 30,000. Kwa hiyo Wakristo tunawaasa kwamba kanisani usiangalie pesa tu. Leta ulichonacho kutoka nyumbani kwako. Kwa hiyo usiogope lambe, leta ulichonacho. Mungu anakifanya kuwa pesa. Nikiripoti kutoka hapa usharika wa Mlowo wilayani Mbozi mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV, amani kwa wote. Mtazamaji, tupate pumziko mafupi, kisha nitakaporejea hapa basi tutangazia habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke.